Harrison Kamau, unajua mzozo kati ya DRC na Rwanda ni umekuwa kwa muda mrefu. Na DRC kila mara imekuwa ikishtuma Rwanda kwamba inaingilia kule mashariki mwa Kongo kwenda kuchimba madini yake na nini. Sasa kwa mara nyingine tena Rwanda au mamlaka za Rwanda zimekanusha madai hayo, na sasa wawekezaji wa Rwanda au wawekezaji wakubwa katika sekta ya madini ya uchimbaji madini nchini Rwanda wanasema kwamba nchi hiyo ina madini ya kutosha kuuza katika soko la kimataifa, kinyume na malalamiko ya jirani yake DRC. Ni ripoti ambayo imeandaliwa na mwenzetu kule Kigali, Silvanus Karemera. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa muda sasa imekuwa ikilaumu Rwanda kuliunga mkono kundi la M23 kwa maslahi ya kisiasa, hasa utajiri wa madini katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo. Rwanda imeendelea kukanusha madai hayo, ikisema kwamba DRC imeshindwa kumudu utawala wake wa ndani na kusingizia Rwanda. Katika hatua za hivi karibuni, serikali mjini Kinshasa imeendelea kupiga mbiu kwa mataifa ya kigeni kususia kuyanunua madini kutoka Rwanda kwa madai kwamba hayo sio madini halali. Madai haya ya DRC yanakuja wakati ambapo washirika wa Rwanda, hasa nchi za Ulaya, zikiendelea kutangaza uwezekano wa kuiwekea vikwazo Rwanda, lakini bila kulitaja swala la madini. Sasa mamlaka pamoja na wadau katika sekta ya madini nchini Rwanda wanasema Rwanda ina madini ya kutosha kuuza nchi za nje na haina haja ya kuiba madini ya DRC. Hawa ni baadhi ya wachimba madini katika mgodi mmoja mashariki mwa nchi hiyo. Turamanuka dipu runaka. Sisi hapa tunatumia zana za kisasa na teknolojia inayotumiwa hapa katika migodi ya madini ni ya kisasa. Tuna madini ya kutosha. Swala la kuchukua madini ya nchi nyingine sisi pia tunalisikia kwenye vyombo vya habari. Mimi ninavyojua, nimefanya kazi hapa kwa miaka mingi na kazi yangu ni kuchimba madini haya kama wanavyoona. Mamlaka zinasema kwamba kukanusha kuwa Rwanda haina migodi ya kuchimba madini ni swala ambalo ni potofu, kwa sababu Rwanda, eneo la mashariki mwa DRC, ni eneo sawa na Rwanda kijiografia, kwa sababu pia yanapatikana madini yale yale katika ukanda mmoja wenye utajiri wa madini hayo. Nsengumurami Donat ni mratibu mkuu katika bodi ya taifa ya migodi, mafuta na gesi. Anafafanua zaidi kuhusu rasilimali ya madini na migodi nchini Rwanda. Turi mu gihugu igihugu cyacu cyose kiri hagati muri wa muhora. Tumesema mara nyingi kwamba nchi yetu iko katika mwambao ule ule zinakopatikana nchi za Tanzania, Burundi na mashariki mwa DRC pamoja na magharibi mwa Uganda. Sasa sisi tupo katikati mwa eneo hilo. Sasa haya madini yetu ni sawa na yale yale yanayopatikana katika maeneo hayo mengine ya ukanda huu bila kujali mipaka. Hata hivyo, serikali ya Kinshasa imeendelea kupiga mbiu kwa mataifa ya kigeni kususia madini kutoka Rwanda kwa lengo la kudhoofisha sekta ya madini ambayo ni moja ya sekta muhimu katika uchumi wa nchi ya Rwanda. Lakini wawekezaji katika migodi na uchimbaji wa madini wana maoni haya. Nta mpungenge dufite kuko amabuye yacu turayacukura. Sisi hatuna wasiwasi, tunaendelea na kuchimba migodi yetu, na ikitokea nchi moja ikaamua kususia kununua madini yetu, nchi nyingine itachukua. Hii ni bidhaa ambayo hata siku moja haiwezi kukosa mteja. Kwa mfano, Ulaya wakisusia kuyanunua, China iko tayari kuyanunua. Kwa hiyo basi, hatuna wasiwasi wa aina yoyote. Wakati vita kati ya kundi la M23 na serikali ya Kinshasa vikiendelea, DRC inaonekana kubadili mkakati na kutaka kuidhoofisha Rwanda kiuchumi kwa kutaka mataifa ya kigeni kususia ushirikiano na nchi hiyo. Lakini Rwanda imeshikilia kwamba haiwezi kubadili bora yake na rehani kulingana na matamshi ya ngazi za utawala. Silvanus Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali. Shukran Silvanus Karemera kwa ripoti yako hiyo. Na wasiwasi wazidi kuongezeka kuhusu mustakabali wa kiusalama na kisiasa wa Sudan Kusini baada ya serikali kuwakamata washirika wa makamu wa kwanza wa rais Riek Machar na maafisa kadhaa wa kijeshi ikiwatuhumu kuhatarisha usalama wa taifa. Mwenzetu BMJ Moridhi amezungumza na Richard Tuta, ni mchambuzi wa masuala ya usalama Afrika Mashariki, na ameanza kwa kumuuliza iwapo rais na makamu wake wa kwanza wanaweza kutuliza mzozo huo mpya. Mimi siamini kwamba kuna uwezekano wa kuweza kulete hali ya shwari ya kudumu kati ya mababe hao wawili. Kinachohitajika ni kwamba lazima mmoja apewe nguvu kupita mwenzake, ndio huyo mwingine akaweza kumuogopa mwenzake, kwa sababu kuna wale ambao wanaamini kwamba amani haiji
ila tu kwa ncha ya upanga. Kwa hivyo ni kile ambacho tunasema kwa njia ya kizungu peace through strength. Hicho ndio kinahitajika katika Sudan ya Kusini. Kuna ripoti kwamba katika kaunti inayoitwa Nasser katika jimbo la Upper Nile, wale ambao ni wakazi wa huko wako katika hatari kubwa ya kuingia katika mzozo mkubwa hata zaidi, hasa kwa sababu ya vurugu ambazo ni za kisiasa. Na sio jamii hiyo peke yake, kuna jamii zingine ambazo pia zinachungulia sasa hivi uwezekano wa kuingia katika mzozo mkubwa zaidi. Utasemaje kuhusu jinsi ambavyo wananchi wenyewe ndio wanaopatikana katika hali mbaya zaidi wakati kukitokea mizozo kama hii? Utakuta kwamba hao wananchi wanaopatikana, utakuta pia kwamba hao ndio wengi wao wanaochangia, kwa sababu utakuta tofauti zilizoko katika Sudan ya Kusini ni kwamba ni tofauti, kwanza sio tofauti za kidini, ni tofauti za kikabila. Kuna Wadinka, kuna Wanwer, utakuta uhasama, na kila watu wamejihami kulingana na kabila lao, na kila mtu ako na jenerali wa kabila lake. Magenge haya ya makabila wana nguvu takriban ya usawa na nguvu za kijeshi ya serikali ya Sudan ya Kusini. Kwa hivyo itakuwa vingumu sana. Unadhani ni kwa nini waziri ambaye amekuwa katika vichwa vya habari zaidi ni huyu aliyekamatwa, ambaye ni waziri anayehusika na mafuta, petroli na kadhalika, kati ya mawaziri wengine wote waliopo? Huyu ndio waziri anaye rasilimali, na unakuta kwamba wazungu anasema whoever controls the path controls the power. Kwa hivyo utakuta kwamba huyu waziri ako na ushawishi mkubwa zaidi, kwa sababu hizi rasilimali ndio zinaweza pia kuchangia katika kuweza kusaidia hizi genge kuweza kununua vifaa vya kivita. Kwa hivyo ana ushawishi. Ni kiliyopita ulegeuka malumbano makali kati ya rais wa Marekani Donald Trump na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, na baada ya Washington kusitisha kwa muda misaada ya kijeshi kwa Ukraine na kushirikiana taarifa za kijasusi na nchi hiyo. Europe faces a clear and present danger. Ulaya inakabiliwa na hatari ya wazi na ya sasa kujilinda, na lazima tuiweke Ukraine katika nafasi ya kujilinda na kuendelea na juhudi za kupata amani ya kudumu na ya haki. For a lasting and just peace. Huo ulikuwa ujumbe wa mkuu wa tume ya Ulaya Ursula von der Leyen kuhusu mpango wake wa dola bilioni 865 kuipa tena silaha Ulaya. Unalenga kuimarisha sana sekta ya ulinzi ya Ulaya dhidi ya kile ambacho wengi katika bara hilo wanakiona kama tishio linaloongezeka la Russia na uwezekano wa Marekani kujiondoa kwenye ushirikiano na bara hilo. Alizungumza akiwa pamoja na Zelensky ambaye alialikwa kushiriki mkutano huo. We are very thankful that we are not alone, and this. Tunashukuru sana kwamba hatuko peke yetu, na haya sio maneno tu, tunalihisi hilo. Are not just words, we feel it. J'ai décidé d'ouvrir le débat stratégique sur la protection par notre dissuasion. Hapa rais wa Ufaransa Emmanuel Macron anasema mbali na kuimarisha silaha za Ulaya zinazoruhusiwa kisheria, Macron amegusia kutoa silaha za nyuklia za nchi yake kwa washirika wengine wa Ulaya, kitu ambacho aliwaelezea pia wapiga kura wa Ufaransa. Katika hotuba yake kwa taifa kwa njia ya televisheni Jumatano, aliitaja Russia kuwa tishio kwa Ulaya kwa miaka mingi ijayo, matamshi yaliyolaniwa na Moscow.